Kwa jina naitwa Jane Francis Makoe, ni mwanzilishi wa taasisi ya Candlelight Foundation. Tunapatikana Shekirango Urafiki. Taasisi ya Candlelight Foundation ilianzishwa tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2023. Tunajihusisha haswa kwa watoto wenye ulemavu, kuwapatia katika masuala ya afya, elimu, haki pamoja na vifaa visaidizi, tukizungumzia wheelchairs pamoja na matibabu mbalimbali. Siku ya leo tumekuja katika wilaya ya Kisarawe, na pia ninamshukuru Mungu na pia ninashukuru Jamhuri ya Tanzania, na pia nashukuru serikali imeweza kuonyesha ushirikiano katika zoezi hili la ugawaji wa bima za afya. Tumegawa idadi kwa watoto 30, ambapo kwa leo tumewafikia watoto 20, ambao watoto 10 tunatarajia kuwapelekea katika majumbani kwao kutokana na hali ya mazingira na pia kutokana na changamoto ya barabara. Na pia ningependa kutoa shukrani sana kwa serikali kwa kutushika mkono na wadau mbalimbali wa Candlelight Foundation na jamii na pamoja na raia Tanzania. Na naweza nikapenda kusema kutoa shukrani zaidi sana kwa wazazi. Leo wazazi wa kiume hawakuachwa nyuma, pia wamekuwa pamoja nasi, wameungana. Tunakuja kuona kuwa pia malezi ya mtoto mwenye ulemavu si kwa mzazi mmoja tu, hata baba pia unaweza ukashiriki. Shukrani kwa dhati kwa mkuu wa wilaya na pia kwa afisa utawala na afisa ustawi wa jamii pamoja na dasa wa Kisarawe, wameonyesha ushirikiano zaidi katika hizo kutekeleza katika huu mradi wa Washa Mshumaa. Leo tumefikia watoto 30, lakini bado kuna watoto wengi zaidi ambao wanahitaji bima za afya. Ikiwa wewe ni Mtanzania mwenzangu umeguswa katika hili, unaweza ukachangia bima ya afya kwa mtoto katika namba ya simu ambayo naweza nikaitaja. Namba ya kuchangia ni 0748099737, ni M-Pesa, jina litakuja Candlelight Foundation. Pia unaweza ukatumia kwa njia ya benki ambayo tunatumia NBC kwa namba 022172000241, jina litakuja Candlelight Foundation. Tunatumainia mchango wenu zaidi kwa ajili ya watoto. Imebakia watoto takriban 150 wa kuweza kuwafikia. Mwanahamisi Semeni ni mlezi wa Highlight Salumu, mtoto mwenye ulemavu wa viungo. Nawashukuru sana shirika la Candlelight Foundation kwa kutujali na kutuletea bima za afya kwa watoto wetu. Hii ilikuwa changamoto ambayo tunaipitia katika matibabu, lakini kwa kutoa maoni na mapendekezo tukaomba Candlelight itusaidie bima za afya kwa watoto. Tunashukuru leo wametuletea, lakini tunashukuru kwa hichi ambacho kimetangulia, na bado tuna imani kwamba Candlelight itakuwa na msimamo wa kutuwezesha katika changamoto nyingine ambazo wanazopitia watoto wetu. Kwa majina yangu naitwa Imani Godfrey, ni katibu wa taasisi ya Candlelight Foundation, ambao siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025 hapa Kisarawe katika mkoa wa Pwani tumeweza kuwa na tukio letu la ugawaji bima za afya kwa watoto wenye tatizo la ulemavu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo bima zetu tumetoa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watoto wenye ulemavu katika upande wa afya, ambapo saa nyingine inakuwa ni changamoto sana kuweza kumudu gharama za kiafya kwenda hospitali na kurudi. Hususani watoto wenye ulemavu huwa wanahitaji kupata mazoezi ya mara kwa mara ili wasiweze kudumaa katika ukuaji wao. Kwa hiyo tumeona vyema kama taasisi kuweza kugawa bima za afya ili kuwasaidia wazazi katika swala zima la kugharamikia. Tunawapa elimu wasiweze kujinyanyapaa wenyewe, lakini pia wasiweze kunyanyapaa watoto walio nao. Lakini upande mwingine tunajihusisha katika kuwasaidia wazazi wenye watoto wenye ulemavu katika upande wa kiuchumi. Unakuta baadhi ya familia, baba anakimbia familia kwa sababu ya mtoto aliyemzaa, anakuta ni mtoto mwenye
ulemavu. Kwa hiyo kwa mzazi hususan kama mama kuweza kustahimili kumhudumia mtoto, lakini pia kwenye upande wa kipato kutafuta chakula, kutafuta pesa kwa ajili ya kumpeleka mtoto hospitali inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo taasisi kama taasisi tunajishughulisha na mambo kama